Karibu tuendelee na mjadala ambao tunaujadili hapa ni mchango wa vyuo vya ufundi katika kuwawezesha wahitimu wa vyuo vikuu kujitegemea kiuchumi. Tunafahamu kwamba vyuo vya ufundi vina mchango mkubwa kwenye kumwezesha mtu kuwa na uwezo wa kufanya masuala mbalimbali, lakini maboresha mtaala ikiwemo na mapendekezo ya wadau wa elimu na wasomi mbalimbali ni kuhusiana na wale ambao watakuwa wamemaliza pia vyuo vikuu kurejea kwenye vyuo vya ufundi kwa ajili ya kujifunza na kupata ujuzi ambao utawawezesha kufanya pia shughuli mbalimbali ambazo zitawawezesha kumudu maisha yao, ikiwemo shughuli mbalimbali ambazo zitawaongezea kipato ama kuwajenga na kuimarisha kiuchumi. Tunafanya mjadala hapa studio, tupo na Nasoro Kitunda, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Kabisa, lakini Faraja Beatus Michael, yeye ni mhitimu aliyeamua kurudi VETA kwa ajili ya kuongeza ujuzi ama kujifunza jambo lingine. Tutafahamu ni lipi na atatueleza sababu za yeye kuamua kurejea tena VETA baada ya kumaliza elimu ya chuo. Faraja, bila shaka uko vizuri? Ndio, niko vizuri. Kabisa, lakini tutazungumza mambo akiwa sawa na Profesa George Kahangwa, yeye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pia tutazungumza naye kwa njia ya mtandao mambo akiwa sawa. Nasor, karibu sana kwa mara nyingine tena. Asante sana. Kubwa imekuwa huu mjadala kuhusiana na wahitimu wa vyuo vikuu kurejea tena VETA. Imekuwa mjadala ambao umekuwa na sura tofauti, imekuwa mjadala ambao unajadiliwa, wasomi wamekuwa na maoni mseto, wananchi pia kuna namna ambavyo walilipokea kwa sura tofauti tofauti. Nyinyi wasomi hasa huko vioni mmelipokeaje? Nafikiri ni swala ambalo ina mjadala kama ulivyosema, na limepokewa katika namna tofauti na wadau wa elimu, lakini hata jamii ambao walisema. Na wengine wanahoji inakuwaje mtu anatoka chuo anakuja tena VETA, kama kungekuwa na uwezekano wa kuweza kupita yeye VETA moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri ni mjadala ambao ni wa muhimu sana, hasa katika jamii yetu ambayo tuna tatizo kubwa la ukosefu wa ajira, na hasa la ajira ambazo rasmi ambao tunazungumzia hapo. Kwa hiyo ni mjadala ambao nafikiri ni muhimu kama nilivyosema, na unaweza ukatanua namna gani tunaweza tukatatua tatizo hili la ajira. Kwamba unaweza kuwa mjadala ambao ukachukua muda mrefu ama kabla ya kufikia jawabu, sio? Nafikiri tuanzie kwa Faraja na tueleze sababu ambayo yeye imempelekea kuamua kurejea tena VETA. Faraja, tupe ushuhuda na uzoefu wa hili, kwa sababu wewe ni mfano halisi. Ulipomaliza chuo, tuambie ulimaliza chuo gani, kwenye elimu gani, taaluma gani, na sababu ya kwa nini uliamua kurejea VETA. Tuanze pia kupata uzoefu kutoka kwako. Asante. Kama mlivyonitambulisha, kwa jina naitwa Faraja Beatus, ni maarufu kwa jina la Katavi Creation. Elimu yangu mimi ni darasa la 3, sikuweza kufanikiwa kumaliza hata darasa la 7. Na sababu kubwa ambayo ilinifanya mimi sikuweza kumaliza darasa la 7 ni kiufupi, mimi nilipenda ufundi. Nikiwa darasa la 2 niliwafuata walimu wangu katika shule ya msingi Mwangaza, wilaya Mpanda, mkoa wa Katavi. Niliwaambia nahitaji ufundi kwa sababu shule yetu ilikuwa na darasa la ufundi wa useremala pamoja na welding. Hivyo waliniambia kwamba fika darasa la 6 ndio uingie katika fani, lakini kimsingi akili ya darasani mimi sikuwa nayo. Kwa hivyo ilinibidi niwe natoroka shule na kwenda garage kuanza kujifunza magari, ufundi wa magari. Na imenichukua karibu mwaka mzima, mzazi atambui kama mimi nilikuwa natoroka. Na baada ya hapo niliingia katika fani ya useremala ikiwa ni mwaka 2007. Na baada ya miaka 2 nikaingia kwenye ufuaji vyuma. Baada ya nikapata nafasi ya kuja Dodoma, moja kwa moja nikaingia katika ufundi welding nikiwa mtaani. Lakini kikubwa zaidi ambacho kilinisukuma mimi kuelekea VETA ni kwamba tayari ninajua ufundi, lakini kuna baadhi ya makampuni wanataka watu wenye vyeti, wanatambua mtu mwenye cheti. Kwa hiyo moja kwa moja nikaomba nielekee VETA ili niweze kupata ujuzi
zaidi, na kikubwa zaidi niweze kupata cheti. Nachoshukuru Mungu, nilipoingia VETA nilipokelewa vizuri, na kilichonisaidia ni uwazi. Nilimwambia mwalimu, mimi Kiingereza hakipandi, kwa hiyo hitaji langu kubwa sana mimi ni cheti na kujifunza zaidi. Najua kuna mengi ambayo mimi siyajui, ambayo nimeyachukua mtaani, huku ndani sijawahi kukutana nayo. Kwa hivyo ninachoshukuru uongozi wa VETA kia vizuri, na walinielekeza ni kitu gani nifanye. Na ninachoshukuru, kwa hiyo Faraja, uliishia darasa la 3 ukaamua kwenda VETA, sio? Ni kitu ambacho wewe ulikipenda, kwa hiyo hukuona haja ya kuendelea na elimu kwa sababu uliamini kwamba ukienda VETA itakupa suluhu ya kile ambacho unakitaka, sio? Ndio. Aha, wakati ulipokuwa darasa la 3 tayari ulikuwa ushajua kusoma, kuhesabu na kuandika kwa ufanisi mkubwa, na ukaamini sasa unapaswa kuweza kupata ujuzi, sio? Ndio. Sasa tutarejea kwako, tuungane na mhitimu ambaye yeye alipomaliza elimu ya juu akaamua sasa kurudi VETA kwa ajili ya kujifunza ujuzi. Na ni ujuzi wa namna gani? Hii hapa ni simulizi yake. Kwa majina naitwa Veronica Saramba Mazoya. Ni mtu wa Shinyanga kutoka Tinde. Mimi ni mhitimu wa degree ya manunuzi na ugavi katika Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Ila kwa sasa niko VETA Shinyanga nikisomea mambo ya mitambo. Chuo Kikuu nimehitimu mwaka 2023. Ila kwa sasa niko VETA Shinyanga nasomea mambo ya mitambo. Nimekuja kusoma VETA ingali nina degree ili kuongeza ujuzi mbalimbali na ambayo itanisaidia kupanua, yani kuwa na kuwa na upana wa fursa mbalimbali. Tukiangalia pia mambo ya mitambo yapo kila mahali migodini, fursa mbalimbali. Kwa na washauri wenzangu muweze kwenda VETA baada ya kumaliza masomo yenu ya juu, kwa sababu kuna faida kubwa ya kusoma VETA fani mbalimbali. Watu wanaona kwenda kusoma VETA baada ya kumaliza degree ni kama kujishusha, lakini na washauri kuna muhimu pia wa kwenda kusoma VETA kwa sababu utajiongezea upana wa fursa mbalimbali za ajira. Wazazi wangu nilipowaambia nataka kwenda VETA walikubali kwa moyo mmoja, ingali na elimu ya juu. Wakaniambia nenda kasome, utakuwa na uwezo mpana wa kazi tofauti na kile kitu ambacho umesomea degree. Kwa ndo maana niko hapa nasomea mambo ya mitambo. Kwa changamoto kwamba labda kuna ugumu kati ya kitu ambacho nimesomea mambo ya manunuzi na ugavi na mitambo, hapa hakuna ugumu wowote. Wakati nasoma manunuzi na ugavi, ndoto yangu ilikuwa kufanya kazi mahospitalini kama MDA, halmashauri na sehemu mbalimbali ambako fani ya manunuzi inapatikana. Kwa hiyo vijana, msikate tamaa kwa kukaa mtaani bila kazi, fursa ziko nyingi. Kwa hiyo na washauri mkasome VETA fani mbalimbali. Sio kwamba ukisoma VETA ndio utakuwa umeshaharibu ile fani yako uliyosomea chuoni, inakuwa pale pale. Kikubwa unakuwa na wigo mpana wa fursa mbalimbali za ajira. Kwa hiyo kupitia mimi naweza kuwa mfano bora katika familia yangu na watu wengine. Kuja kusoma VETA sio kitu ambacho utaonekana wewe ni wa chini, japo kuwa umesoma elimu ya juu zaidi. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu mchangamkie fursa mbalimbali. Sehemu ya simulizi ya mhitimu wa elimu ya juu lakini aliamua kurejea VETA kwa ajili ya kupata ujuzi zaidi. Sasa kuna hoja ambayo umeipata hapo Kitunda ambayo ni ipi?
Kwanza katika mfumo wetu wa elimu nafikiri kuna funzo ambalo tunalipata. Elimu yetu imekuwa imekatwa vipande vipande tangu hasa katika dhana hiyo ya mitaala na kwa sababu kama mtu alikuwa anapenda masuala haya ya ujuzi na fani hizi ambazo zinatumia ufundi angeweza kupanda tangu anatoka shule ya msingi mpaka anafika level hiyo ya juu ya chuo. Sasa nadhani shida hiyo elimu yetu tumekatakata, kwa maana ya tumekata shule ya msingi ambayo nafundisha tu masomo ya ujumla. Unakuja sekondari napo kidogo mtu anaanza kuchepuka katika eneo ambalo analitaka na mpaka kufika elimu ya chuo. Lakini nafikiri kulikuwa kuna haja hiyo ya kuwa na mwendelezo, kutambua kama haiba za watu, kutambua vipawa vya watu tangu awali. Nafikiri ingesaidia tusingekuwa na mjadala huu sasa hivi, kwa nini mtu anarudi tena VETA ama ametoka vyuo. Ingawa kimuktaza kwamba watu wote hawa wanahitajika. Hatuwezi watu wote wakawa mafundi ufuchundo au watu wa mafundi tu Tanzania nzima. Ugavi wanahitajika, watu wa ugavi, watu wa waandishi wa habari wanahitajika katika nchi. Ukiangalia wanasiasa, watu wa utawala, wa engineer, ni watu wote ambao wanahitajika hawa. Kwa hiyo hapa pia tusiingie katika mtego kwamba ujuzi ndio mwarobaini wa tatizo la ajira katika nchi ya Tanzania. Tutarejea hapa. Au ufundi ndio sawa. Au ufundi ndio tatizo la mwarobaini, kwa sababu kila mmoja anategemeana. Na tumkaribishe pia Profesa George Kahangwa. Karibu sana mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na katika hili pengine utujuze kwa kile ambacho unakiona, mtazamo wa baadhi ya wahitimu kwenda kutafuta ujuzi wa ziada katika vyuo vya ufundi baada ya kuhitimu. Hili kwako unaonaje? Asante. Mimi nadhani hapa tunaongelea mambo mawili ambayo ni muhimu yakaeleweka vizuri. Moja ni soko la ajira na jinsi lilivyobadilika. Kwa sasa hivi soko la ajira limebadilika kiasi kwamba lina mahitaji ambayo hayafanani sana na kama tulivyozoea hapo awali. Unakuta kwamba ujuzi fulani unahitajika ambao pengine hawapatikani katika digrii moja. Kwa hiyo mtu anahitaji kuwa na zaidi ya masomo ya aina moja ili aweze kukubalika katika soko. Kwa hiyo mtu kujifunza ufundi na pia kujifunza taaluma ya kawaida limekuwa jambo la kawaida sasa duniani, ambapo unaweza kukuta kwamba kule kuwa na multiple skills au kuwa na ujuzi wa aina tofauti kunakuwa ni kwa faida kwa mtu, kwa sababu anakuwa na unyumbufu. Hayo ni mambo ya soko la ajira. Lakini pia kuna suala la mfumo wa elimu kama alivyotangulia hapo, kwamba mfumo wetu wa elimu kwa miaka mingi umetenganisha taaluma na ufundi, tofauti na mifumo ambayo tunaiona kwingine ambayo inaruhusu unyumbufu. Mtu anaweza akawa kwenye taaluma akanyumbuka akaenda kwenye ufundi, au ufundi unaweza ukawa umeambatanishwa na taaluma vile vile, kwamba mtu anaposoma masomo ya taaluma wakati huo anaweza akasoma na ufundi. Sasa kwa mfano katika elimu ya juu, na sio lazima hapo tuseme elimu ya chuo kikuu, elimu ya juu kwa Tanzania kwa sasa hivi ipo, ambapo mtu anaweza akaenda kwenye mkondo wa ufundi mpaka akawa na PhD. Kwa hiyo ni kiasi cha watu kuweza kutambua kwamba tuna vyuo mbalimbali vinavyotoa masomo ya ufundi ambayo sio lazima kama mtu anaitaka degree, sio lazima aende kwenye taaluma katika vyuo vikuu, isipokuwa anaweza akaipata katika vyuo vingine. Na hata tunapozungumzia kwa mfano swala la VETA, ile V inamaanisha vocational, yani ni ufundi ambao ni wa ngazi fulani ya chini, tofauti na ambavyo unaweza ukatumia T ambayo inasema technical. Kwa hiyo mtu anapomaliza kidato cha 4 au hata kidato cha 6 anaweza akaenda kwenye elimu ya juu ambayo itampatia degree, hata degree ya pili au hata PhD akiwa katika mkondo wa ufundi. Haya ni mambo ambayo inabidi tuyafahamu, na kwamba wanaotoa elimu ya ufundi sio VETA tu peke yake. Kuna vyuo vingi, kuna vyuo vya maendeleo ya jamii CDTTI, kuna vyuo ambavyo vinaendana na sekta, viko kwenye afya, viko kwenye utalii, viko kwenye sekta mbalimbali ambazo tunazo nchini,
na vyote hivi vinatoa mafunzo ya ufundi yanayoendana na taaluma fulani ambayo mtu anaweza akawa nayo ikamsaidia. Kwa hiyo ni kiasi cha kujenga uelewa kwa watu ili wasiendelee kufikiria kwamba pengine lazima niwe na degree ili niweze kuwa mtu wa hali ya juu. Hapana, unaweza ukawa na degree ambayo sio ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini ukawa na degree ambayo ni ya chuo kikuu cha ufundi na ukaenda vizuri tu. Hapo ni kiasi cha sisi kutengeneza sawasawa mfumo wetu wa elimu na kutengeneza sawasawa uelewa wa watu, kwa sababu hata unapowaambia kwamba labda mtu fulani aende VETA, anaona kama labda ameshushwa ngazi, anaona kama labda hiyo ni hali ya watu wa chini. Hapana, ufundi haupatikani VETA peke yake, unapatikana hata katika vyuo vingine ambavyo vinatoa ngazi mbalimbali kama zinavyosemwa na mamlaka ya elimu ya ufundi NACTVET, kwamba kuna zile VTA ambazo unaweza ukazipata VETA, lakini kuna NTA ambazo unazipata katika vyuo vya kati na vyuo vingine ambavyo vinafika hata ngazi kama nilivyosema ya PhD, lakini mtu anakuwa amebobea katika ufundi. Na Profesa, katika hilo umegusia kuhusiana na unyumbufu, kuwa na ujuzi lakini na hata elimu ile ya kitaaluma zaidi. Unaona kuna faida hasa katika swala hili la uwezekano wa kuwa na vyote? Ni kweli kama nilivyosema kwamba tunaangalia vitu viwili. Kuna elimu upande mmoja, mfumo wa elimu, lakini kuna ulimwengu wa ajira. Sasa ulimwengu wa ajira sasa hivi kama unakuhitaji uwe na ufundi, uking'ang'ana kwamba wewe uwe mtu wa elimu ya taaluma tu, huenda ulimwengu wa ajira ya sasa hivi ukakutupa nje. Wala ambao ni wa elimu ya taaluma tu, kwa kweli tunawahitaji wachache, kwa sababu hawa ni kama tunatayarisha wale watakao kuwa viongozi na watakao kuwa wanaweza wakakaa chini wakabuni wakafikiri ili kusaidia wale wengine ambao wana ufundi tu. Sasa kuchanganya hivi vitu ukawa na huo uwezo wa kufikiria kinadharia na pia kuwa na ufundi, ndilo takwa la sasa hivi, kwamba hata tunapowashauri vijana wetu wanapohitimu elimu ya msingi, elimu ya sekondari, wanapotafuta ni mahali gani waende, ni vizuri sasa wakaanza kuangalia ni namna gani watapata ufundi, kama tunavyosema hata katika sera elimu ya amali, na hata haya maarifa mengine ya elimu ya taaluma kawaida nayo wanayahitaji. Sasa hivi tuna mfano kama kwa mfano ile tunayoita Arusha Tech. Wale kwa mfano wanafundisha vijana wanaotengeneza vifaa tiba. Wale wanapotengeneza vile vifaa, wanapopata ule ujuzi, unakuta hata hawahitaji kutafuta nani awaajiri, kwa sababu ule ujuzi walioupata unawapeleka moja kwa moja kuwa mafundi wa vifaa tiba, wanajiajiri na wanapata pesa nyingi sana. Ukimwambia kijana wa namna hiyo habari ya kuajiriwa, anaona kama unamletea kitu ambacho akielewe, kwa sababu ufundi alionao unampeleka moja kwa moja kwenye kujiajiri yeye mwenyewe na akapata kipato ambacho ni kizuri sana kuliko wale wanaotegemea mishahara. Kwa hiyo mambo haya kwa sasa hivi kwa kweli tunahitaji kuwaelimisha watu na kuambia ni kitu gani kinachowafaa, na ndio maana swala tunalolita la career guidance ni muhimu sana kwa sasa hivi, ili vijana waweze kuchagua njia sahihi za kupita wanapoamua kwenda katika elimu ya juu, iwe hiyo yanayosema ya mkondo wa ufundi au hii ya taaluma. Naam, Profesa, tarejea kwako, tuelekee kwa mwenzetu David Wakarungi ambaye yuko VETA hapa Dar es Salaam kuangalia pia miongoni mwa yale ambayo wanajifunza. David, habari za hapo na karibu sana, utujuze. Shukran sana Hilda Foya, na hapa moja kwa moja tupo katika chuo cha VETA cha Chang'ombe jijini Dar es Salaam, na miongoni mwa vyuo vikubwa na vikongwe zaidi hapa nchini, na tumekuja kuangalia hali halisi mambo yanakwendaje, na tunao tayari wenyeji wetu, tumeshapokelewa hapa, na mwenyeji wetu hapa ni Saleh Omari. Yeye ni kaimu mkuu wa chuo cha VETA Chang'ombe hapa jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Wewe ndio mwenyeji wetu. Habari ya wakati huu kwa mara nyingine? Nzuri sana. Habari za kazi? Aisee, salama sana. Ndio, habari za Azam Media? Aisee, ni njema sana. Kwanza VETA mnatunyima nini hapa kwa ujumla? Hapa kikubwa zaidi tunawezesha kuwapa watu skills au kuwapa watu ujuzi, lakini sambamba na hiyo ni kuwapa watu uwezo wa kuweza kujitegemea kiuchumi kwa kuwapa ujuzi mbalimbali. Ndio. Hapa kuna kozi ngapi zinazotolewa na chuo chenu? Tuna aina mbili za kozi, au kuna aina mbili za utoaji wa mafunzo. Tuna aina ya kwanza,
kozi zile za muda mrefu, lakini tuna aina nyingine kozi zile za muda mfupi. Kwa hiyo katika zile kozi za muda mrefu tuna kozi zaidi ya 23. Lakini kwenye kozi ndefu zinaenda mpaka kozi 40, lakini ni zaidi hapo, zingine zinakuja kutokana na mahitaji ya walengwa. Ndio. Miongoni mwa kozi hizo ni kozi gani ambazo zinachangamkiwa sana na watu wanaokuja hapa kusaka elimu? Kozi tulizonazo ni nyingi sana, ambazo nyingi zina mahitaji, lakini inategemea na mlengwa au kipaumbele cha mlengwa. Lakini kwa maana ya udahiri, kozi tulizonazo zinakuchukua watu wengi ni mfano kozi ya umeme, kozi za ushoni au ushonaji, kozi za mambo ya printing na ujarida, lakini kozi za aluminium, kwa sababu sasa hivi kozi za aluminium zimechukua nafasi kubwa ya kazi zile ambazo zilikuwa zikifanywa kazi za useremala kwenye kutengeneza madirisha, milango na kadhalika. Asante sana, na uzuri tuko jikoni hapa. Ndiyo. Na utupeleke kabisa katika kozi. Ndio. Na karibu sana, tupo na mwenyeji wetu Saleh Omar, yeye ndiye anayetupeleka katika karakana hii ambako wanafunzi wa umeme wanakuwa wanakuja kujipatia mafunzo yao. Bila shaka unaweza ukaona hali ilivyo, hali halisi. Hapa sio ushonaji, hapa ni umeme. Jamani, habari ya wakati huu kwa mara nyingine? Ndio, heshima yenu. Ndio. Tunaongea na nani hapa ili aweze kutuelekeza kinachoendelea hapa? Karibu. Okay. Ndio. Hapa ni fani ya umeme. Ndio, tukufahamu? Kwa majina naitwa Mary Mrema, ni mwalimu wa umeme. Na hapa ni wanafunzi wa umeme wa mwaka wa pili. Hii ni circuit ambayo inaonyesha mfumo mzima wa kiwandani. Tunaanzia kwenye mita ambayo ni energy meter au tunaita kilowatt hour meter, inaingia kwenye 3K circuit breaker kwenye dB. Kutoka kwenye dB inaenda kwenye mgawanyo wa phase. Inategemea hizo phase zako unaunga circuit gani. Kwa hiyo hapa sisi phase moja tumeunga power circuit, nyingine tumeunga light circuit. Na huu ni umeme wa majumbani. Hapana. Hii fani yetu inaitwa electrical installation. Tukisema electrical installation ina maana tunadili na viwandani, manyumbani, sehemu za biashara na sehemu zozote zile ambazo zinatakiwa kufanyiwa installation ya umeme. Kwa mujibu wa maelezo ya kaimu mkuu wa chuo, amesema hii fani ya umeme ama electrical installation ni miongoni mwa fani ambazo zinaongoza kwa udahili. Ni kwa nini labda? Yaani kwenye fani yetu tunadili na vitu vingi sana. Hapa nimekuonyesha system nzima ya kiwandani. Hapa tunadili na mambo ya electrical fence. Kama unavyoona hii ni electrical fence. Ni kwa nini watu wanaonesha kuwa na mahitaji zaidi na fani yenu hii? Yaani fani yetu inaingia kila mahali na ina mahitaji makubwa huko sokoni. Yaani sokoni wanahitaji wanafunzi wetu. Wakimaliza tu, kwa mfano sasa hivi wamemaliza mwezi wa 12. Hata vyeti havijatoka, lakini karibu wote wameshachukuliwa. Kwa hiyo ina maana wanafunzi wetu wanahitajika kwa wingi sana. Ninyi inawaambia nini? Kwa sababu kitambo mtu angesema jamani, kama amepata matokeo sio mazuri aende VETA. Hii inawaambia nini kwa sasa? Hiyo hamna hiyo siku hizi. VETA wanakuja watu wote. Waliomaliza vyuo vikuu wako VETA, waliomaliza form 4 wako VETA, form 6, darasa la 7. Kwa sababu huku tunachukua kitu ambacho unaenda kukifanyia kazi, ni ufundi. Sio kama wanavyofikiri mtaani. Na kwa upande wako unapopokea wanafunzi wa umeme, yupo darasa la 7, yupo form 4, yupo kidato cha 6, yupo labda mwenye shahada ya kwanza au shahada ya pili, hawaletani dharau darasani ile kuangalia darasa la 7 au inakuwaje katika kuamudu, kuwahimili na kuwaelekeza, kwa sababu hawa mambo mengine yanayotumika ni Kiingereza na nini na vitu kama hivyo, katika uelewa wao hapo mambo yanakwendaje? Huku watu walikuwa wanafikiri kwamba tukija huku tunakuja kusoma mambo waliosoma form 6 chuo kikuu. Huku tunakuja kusoma ufundi. Kwa hiyo wote wanakuwa ni wageni wa kile wanachokuja kukisoma. Kwa hiyo hakuna mtu anayemzidi mwenzake, uwe chuo kikuu, uwe darasa la 7, uwe form 4, kwa sababu tunaanza kitu kipya. Mfano mzuri ni mimi. Mimi kipindi nimemaliza form 4 nikaambiwa naenda VETA. Nikiangalia VETA kuna darasa la 7, nilikuwa najiuliza maswali. Tuendaje kuchanganyika huko? Lakini nilipofika nikakuta vitu vizuri kabisa. Tumesoma vizuri mpaka leo hii. Na mimi ni mdau wa VETA. Nimesoma VETA level 1 mpaka level 3, nikajiendeleza. Asante sana Bi Mrema. Nashukuru. Tuhamie katika kada nyingine na mambo ndivyo alivyo. Kama ulikuwa unajiuliza mambo mengi kuhusiana na VETA, hapo unapata majibu halisi kutoka kwa wadau wenyewe. Na Mr. Omar Saleh ambaye ni kaimu mkuu wa chuo cha VETA hapa Chang'ombe, yeye ndiye anayetuelekeza. Tuone katika upande mwingine. Lakini tunavyoelekea kule, utuambie
Swala la wahitimu wa elimu ya juu kuja katika maeneo haya kujifunza na vitu kama hivyo, nini inawapa faraja kiasi gani, ukizingatia kwamba kitambo VETA ilikuwa inaonekana ni sehemu ya waliofeli kukimbilia? Sisi kwetu inatupa nafasi na inatupa nguvu, kwa sababu kwanza tunaonekana tuna mchango katika uchumi wa nchi yetu, lakini pia tuna mchango katika kubadilisha uwezo wa watu kufikiri, lakini katika kutenda. Kwa hiyo kwetu sisi kupata watu ambao wanamaliza vyuo vikuu na wanakuja hapa, kwetu sisi inatupa moyo zaidi, na tunaona kazi tunayofanya ina matokeo. Okay, asante sana, na turejee kwanza studio, kisha tutakuja kukuambia hapa tupo katika karakana ama idara gani, na watupe pia yapi ambayo yapo hapa. Naam, David, shukran kwa hilo, na tutarejea hapo kuangalia katika karakana nyingine. Awali Profesa Kahangwa aligusia kuhusiana na ule uhitaji ambao upo, lakini tunaona bado idadi kubwa ya wanaojiunga vyuo vikuu ni wengi ukilinganishwa na vyuo hivi vya ufundi. Kitunda. Nafikiri ndio inayosema mwanzo kwamba mfumo wetu wa elimu ulipaswa kuweka mambo haya sawa, kwamba si kila mtu kwamba lazima afike chuo kikuu, lakini ndio iko hivyo, ndio iko hivyo sasa hivi namna ilivyokuwa. Lakini tungekuwa na utaratibu ambao mtu kama anaanza kuanzia mwanzo kama alivyozungumzia Bimlema level 1 huko, anaanza kuanzia labda primary na anaweza akapita njia hiyo. Angalau sasa hivi kumekuwa na mwelekeo huo kwamba mtu anaweza akatoka form 4 akaingia moja kwa moja kwenye chuo cha ufundi. Na sasa hivi mfumo wetu wa elimu mtu anachaguliwa katika hivyo vyuo vya ufundi moja kwa moja. Kwa hiyo si lazima aje chuo moja kwa moja kupitia mlango huu wa form 5 mpaka form 6 na aweze kuingia chuo. Lakini tumekuwa na ombo hilo la kila mtu anataka kufika chuo, na aina za kozi ambazo zinazosomwa si kozi hizi ambazo za ufundi. Unakuta idadi kubwa ya watu wamejikita zaidi katika masomo ya kijamii, masomo ya siasa, masomo mengine ya jiografia ambayo hayampeleki sana mtu katika eneo hilo la ufundi. Kwa hiyo tumekuwa kama anavyosema, na takwimu zinaonyesha kila mwaka zaidi ya wahitimu, tunazungumzia zaidi ya wahitimu milioni 1 wanahitimu katika vyuo mbalimbali, na hii sasa inakuja kuleta hiyo tatizo kubwa hasa la mfumo wa ajira, namna kuwachukua hao ambao unakuta idadi kubwa ya kwao si watu ambao wenye huo ujuzi na ujuzi hasa wa ufundi ambao tukiangalia hapa unaonyesha kwamba mtu ambaye anaweza akatumia ujuzi huo kwenda kujiajiri mwenyewe bila kutegemea ajira rasmi. Kwa hiyo nafikiri katika swali lako kuna haja kubwa hasa ya kutizama mfumo wetu wa elimu, namna unavyowaandaa watu tangu awali, unavyowajenga watu tangu awali, na si kuaminisha tu kwamba, na hiyo ndio tatizo lilikuwepo, sio kuaminisha kwamba kila mtu lazima afike chuo, kwa sababu chuo ni si kumtengeneza mtu apate ajira, lakini chuo ina kazi ya kumfanya mtu afikiri. Ndio tunasema ni eneo ambalo ni think tank, ni mtu ambaye tunamtengeneza mtu kufikiri. Kwa hiyo ni level ya juu kabisa ambayo huyu mtu anaweza akatoka kama anataka ufundi kutoka awali huko anaweza kupitia ufundi mpaka kafika chuo pia, kwa sababu pia kuna vyuo vya ufundi kuna ngazi ambazo mtu anaweza kupata PhD za engineering, PhD za ufundi hizo. Kwa hiyo si tu kwamba katika muktadha huu kuna haja hiyo kubwa nafikiri ya kuwa na mfumo wa elimu ambao utawaelekeza watu kwamba si kila mtu lazima afike chuo, lakini namna ya kuwafikisha hawa watu katika majukumu haya ambayo wanayotaka au katika zile profession ambazo wanazotaka hata kabla hajafika chuo. Na ndio nafikiri mfumo huo umejaribu, sasa hivi tunajaribu kuweza kufuatilia huo, kuwa na vyuo vya kati, kuwa na VETA hizo katika kila wilaya ambayo inaweza kusaidia kwamba watu wengi wasifike chuo zaidi, ambapo nafikiri kama nilivyosema kada nyingi ambao unakuta zina idadi kubwa ya wanafunzi ni zile kada ambazo zinaenda kutengeneza watawala, zinaweza kutengeneza watu ambao sio ufundi ambao tunatarajia kwamba wangeweza kupata ufundi huo huko awali. Na ndio tatizo hili linakuja kwamba lazima mtu analazimika sasa kuja tena kurudi VETA kwa sababu alichokisomea chuo
si kile ambacho kitamfanya aweze kuwa fundi. Anabidi awe na VETA kitamsaidia katika mfumo wa ajira. Kwa hiyo kuna haja hiyo kubwa nafikiri ya kuangalia mfumo wetu wa elimu, lakini muundo wetu pia wa mfumo wa uchumi ambao nataka nizungumzia pia. Tunazalisha wahitimu wengi kuliko uzalishaji wetu wa ajira, na hapa ndipo unaweza kuenda katika namna ya kutanua viwanda. Hapa Bi Mrema anazungumza kwamba kuna wahitimu hawa ambao wanakuja. Hawa si kwamba wote watakuwa watajiajiri wenyewe. Kuna haja pia ya kuangalia namna gani tunatanua viwanda vyetu, tunatanua mifumo yetu ya uchumi, tunatengeneza ajira nyingi, ili idadi hii kubwa ya watu ambao wanahitimu, ambao hatuwezi kuikwepa hiyo katika muktadha sasa hivi. Watu wanasoma, wanaenda katika vyuo hivi, na kama usema wataalamu wengi wanahitajika. Kwa uwezo wetu wa kuajiri ambao bado uko chini. Kwa hiyo kuna haja kubwa hiyo ya kuitikia. Sehemu nyingine ya hoja yako kwamba aliyefika elimu ya juu hakuna sababu ya kurudi VETA. Ni kama unamchelewesha. Si kwamba unamchelewesha. Ambao ingawa tatizo hili limetengenezwa na mfumo wetu wa elimu baada ya elimu hii kukatakatwa vipande. Unajue mwanzoni hata chuo pa Kikuu cha Dar es Salaam miaka ya nyuma mtu alikuwa anaweza kusoma political science with sociology. Yaani anachanganya masomo yale. Lakini sasa tumekuja katika mifumo hii ya elimu kuuzwa na ubizaishaji wa bidhaa ya elimu. Tumeanza kukatakata vipande kwamba mtu huyu anapaswa tu kusoma sosiolojia tu, au mtu anapaswa kusoma tu masuala ya utamaduni tu. Unamtenganisha na vitu vingine vyote ambao profesa amezungumza hapa kwamba mifumo yetu ya elimu tumekuwa tukitenganisha sana elimu ya taaluma na elimu ya ufundi na elimu ya vitu vingine. Kwa hiyo tungekuwa na elimu ambayo inahusisha pia vitu vingi kwa mwanafunzi, tungeondokana na tatizo la mtu kutokwenda mpaka chuo na kurudi tena. Ingekuwa msaada zaidi. Sasa uzuri ni kwamba tupo na Faraja Beatus Mike ambaye yeye aliamua kwenda VETA moja kwa moja. Sasa Faraja, kama unanipata, tulipoishia tulizungumza kwamba ulishia darasa la 3, baadaye ukaamua kwenda huko VETA. Una muda gani kwenye elimu ya ufundi na mpaka sasa hivi imekusaidiaje? Na imekusaidia kwa namna gani vile vile? Kwenye elimu ya ufundi mpaka sasa huu ni mwaka wa 4 sasa tumeuanza toka nimeingia VETA. Na kiufupi labda niwaambie tu watazamaji faida ambayo mimi kiufupi nimeipata kutoka VETA ni kubwa sana. Kwanza imenijenga mimi kupata uwezo wa kujiajiri, yani kufungua ofisi yangu, kwa sababu awali nilikuwa kwa mtu, lakini nilivyoingia darasani wakanipatia ujasiri mkubwa sana wa kwamba mimi nitoke nikajiajiri. Na kingine mpaka sasa kitu ambacho binafsi nilikuwa sijawahi kukifikiria, nimejikuta kupitia VETA nimeingia katika mashindano mbalimbali, na mwezi wa 10 tulikuwa Uganda katika mashindano ya Afrika Mashariki ambao ni nchi 6, na tunachomshukuru Mungu pamoja na elimu ndogo, lakini nilienda kuwaonyesha ujuzi ambao nimepewa kutoka VETA Tanzania, nikafanya vizuri na tukarudi na ushindi wetu nyumbani. Kwa hiyo napenda tu kuwasihi wazazi, kitu cha kwanza wakae na watoto wao, waangalie watoto wao wanataka nini, na pili waweze kuwapatia ushauri katika vitu ambavyo wanavihitaji na wapeleke moja kwa moja katika malengo yao, kwa sababu mimi naona madhara ambayo nimeyapitia mimi kwa wazazi, kwa sababu wazazi wangu waliamini katika kusoma tu, na maana kama wangenitambua mapema kwamba huyu mtoto tumpeleke kwenye ujuzi, huenda ningekuwa mbali zaidi, na huenda hata kwenye elimu pia ningefanya vizuri, kwa sababu ningepata ushauri mzuri na wangenipeleka vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo niwaombe wazazi, chukueni vijana wenu wapelekeni VETA waweze kupata ujuzi, kwa sababu katika fani huwezi kuhangaika swala la chakula, huwezi kuhangaika swala la kazi, wala huwezi kugombana na serikali kwamba ajira hakuna, kwa sababu sisi tunafanya kazi na kazi nzuri inajitangaza. Kwa hiyo naamini katika ufundi mafanikio yapo. Kingine nilipaswa tu kutoa wazo kwa serikali, kwa sababu wanaangalia kwa mfano katika vyuo vyetu vya elimu ya juu huwa wanapewa mikopo. Ningejaribu kuona kwamba wangejaribu kutuangalia na sisi
ambao nasa kwa hao vijana ambao wako VETA waandalie mifumo mizuri, baada ya wao kumaliza waweze kuwapatia japo hata vianzio ili waweze kwenda kuanzisha misingi yao, ili wasiweze kuona kwamba tulipoteza muda kukaa darasani, tuli namna gani hivyo. Ila nadhani kama watawawezesha kuwapatia mikopo kwa ajili ya kwenda kujiajiri, nadhani itakuwa ni jambo jema zaidi. Kingine ambacho Tanzania hawajajua ni pungufu la ada. Ada ya shilingi 60,000 kwa mwaka. Sasa mzazi angalia hilo swala. Sawa, tutarejea tena kwako Faraja. Tuende kwa Profesa. Hoja ya Faraja ambaye aliishia darasa la 3 inatengeneza picha ya kwamba VETA kuna fursa zaidi na pengine inaweza kuwa suluhu la ajira, kwa sababu inamtengeneza mtu aweze kujiajiri, na pengine mfumo wa sasa ni kama unalazimisha watu wapitie VETA pale ambapo unasema aliyofika elimu ya juu arejee VETA. Tafsiri yake unatengeneza dhana ya kwamba VETA ndio suluhu ya changamoto ambazo zinaendelea, sio? Kuna neno tunalitumia hapo ambalo pengine linaweza nalo likatuletea shida. Elimu ya ufundi haipatikani VETA peke yake. Ndio. Ni kama nilivyoeleza, hiyo VETA inamaanisha vocational na ina ngazi zake ambazo NACTVET wamezieleza vizuri kwamba mtu anaweza akaingia VETA. Kuna VTA ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, lakini kuna ngazi ambazo ni juu ya hapo, na kila anayeingia katika ngazi fulani ana zile sifa za kuingia. Sasa anavyoeleza Faraja, inawezekana, sijajua kule VETA wanaweza wakatuambia vizuri kwamba unapokuwa umemaliza darasa la 2 unaweza ukaingia ngazi gani ya elimu ya ufundi, au unapokuwa umemaliza darasa la 4. Ili hayo yakiwekwa wazi, mtu anaweza akaona kwamba kumbe sina sababu ya kufika darasa la 7 au la 6 maadamu ngazi fulani ya ufundi unaotolewa VETA na kuwa nimeshapata sifa zake. Kwa hiyo hata wale ambao wanakuwa wamemaliza vyuo vikuu, kuna ngazi fulani ya ufundi ambayo anaweza akakubalika kuingia, kwa maana ya kwamba zile ngazi zote za chini anaweza akaingia, lakini pia ngazi ambayo ni ya juu kabisa ambazo sasa zinakuwa zimehama kwenye ngazi za VETA zinaenda kwenye zile tunasema NTA, yani hizo zinakuwa za technical. Kwa hiyo swala la ngazi ya ufundi na swala la mtu anayeingia katika ngazi fulani anakuwa na sifa gani ni la kuweka wazi. Kwa hiyo vyuo vyetu hivi vya VETA na vyuo vingine vya ufundi vina wajibu wa kuitaarifu jamii kwamba mtu anapoingia katika ngazi fulani ana sifa zipi, ili watu wajue. Na pale tunapomshauri kijana kwamba ajiunge na elimu fulani ya ngazi fulani, maana yake ni kwamba tunakuwa tunamuongoza kwamba wewe unachotaka ni kuingia chuo kikuu au ni kupata degree, ni kuingia chuo cha kati au ni kupata diploma. Kama haja yako ni degree, kwa hiyo ujue kwamba degree zinapatikana katika mikondo tofauti. Kuna zinazopatikana vyuo vikuu na kuna zinazopatikana katika vyuo vya ufundi. Shida yako ni diploma. Kuna diploma inayopatikana katika chuo cha kawaida cha taaluma, lakini kuna diploma inayopatikana katika chuo cha ufundi. Wewe unataka kipi? Na pengine katika hayo ya unataka kipi, ufundi na taaluma, ni kama nilivyosema, kama kuna unyumbufu kwamba mtu anaweza akawa ameenda, kwa mfano ameshaanza degree ya kwanza chuo kikuu cha Dodoma, lakini akafika mwaka wa 2 akasema hapa nilipofika ninahitaji sasa niende kwenye ufundi, na sifa alizozipata kule Dodoma zikamwezesha sasa akahamia upande mwingine na bado akapata degree yake. Hayo ni mambo yanayohitajika. Mifumo hii sio kwamba imeanzia Tanzania peke yake. Tuna nchi nyingi ambazo zimekuwa na hivi vitu na zikapata shida, lakini zikajaribu kurekebisha na mambo yakanyoka. Kwa hiyo hata taifa letu lina wajibu wa kunyosha mambo. Nikikupa mfano wa Waingereza, walikuwa na huo mfumo ambao mtu apite kwenye ufundi peke yake na yule wa taaluma peke yake. Wakienda kwenye ajira, mtu anaambiwa tunahitaji hapa mtu mwenye degree. Yule aliyetoka chuo kikuu walikuwa wanampa mshahara mkubwa kuliko yule aliyetoka chuo cha ufundi, lakini wote wana degree. Baadaye wakabadilisha sera, wakasema wote hawa wana sifa sawa maadamu ni degree. Kwa hiyo kuna hata swala la kisera kwenye masuala ya ajira. Sera zetu kama zinawapokea watu vizuri, wala haitakuwa na shida. Kama wanaweza wakapata labda mishahara sawa, ngazi wanazoingilia ni sawa, lakini tutapowatofautisha kwenye ajira nako
ndiko unakokuta kwamba shida inatokea. Jambo jingine ambalo ni muhimu kusisitiza hapa, ni kweli kabisa kuna watu wa utaalamu fulani ambao hatutawapata kwenye vyuo vya ufundi. Hautaniambia kwamba tutampata mwanasheria kwenye chuo cha ufundi, lakini haimaanishi kwamba mwanasheria hawezi kwenda kusoma kwenye chuo cha ufundi, kwa sababu huyu anakuwa na faida kwamba yeye ni mwanasheria na pia ni fundi wa umeme. Kwa hiyo anakuwa na faida mara mbili. Sasa Profesa, taaluma zaidi ya moja au fundi zaidi ya moja ni jambo muhimu sana. Tunaendelea na mjadala kuhusiana na mchango wa vyuo vya ufundi katika kuwawezesha wahitimu wa vyuo vikuu kujitegemea kiuchumi. Profesa, nirejee kwako kwenye ile hoja ambayo ulizungumza kwamba kuna aina ya taaluma ama ujuzi huwezi kuupata VETA. Sasa umetaja mfano wa sheria, lakini kwenye mfumo wa elimu ambao utamtengeneza mwanasheria, pengine utamtengeneza mwanafalsafa ama utamtengeneza mwalimu, kumekuwa na kundi kubwa kwenye makundi hayo ambao wanahitimu. Pengine kungekuwa na njia ambayo ni nyembamba, si kila mmoja anaweza kufikia kwa urahisi kuwa mwanasheria ama kuwa mwalimu ama kuwa kwenye taaluma yoyote, ili itengeneze njia za lazima wengine kuchagua kupita kwenye elimu za ufundi. Nisisitize tena neno nililolisema la unyumbufu. Ndio. Nisisitize pia neno nililolisema kwamba mtu mmoja anaweza akawa na utaalamu tofauti. Mazingira ya sasa hivi yanatulazimisha kwenda huko kwamba tuwe wanyumbufu, yani uweze kutoka upande mmoja ukahamia upande mwingine bila tatizo. Na pia uweze kuwa mtu mwenye ufundi na ujuzi tofauti. Ni kama hiyo tunayotolea mfano ya mwanasheria. Unaweza ukawa mwanasheria lakini ni fundi seremala, kwani kuna kosa? Hakuna sheria itakayosema wewe kwa nini umekuwa fundi seremala sasa. Sasa wakihitimu kwenye elimu ya juu, wengi mtazamo unakuwa kwamba ni lazima niajiriwe, pengine wamehitimu labda sasa utakuwa sio mtazamo sawa, kwa sababu kwa mfano sasa hivi vyuo vikuu vinazalisha pamoja na vyuo vya walimu vinazalisha kwa mwaka takriban walimu 40,000. Lakini uwezo wa kuajiri wa nchi unakuta wanaajiri walimu 10,000. Kwa hiyo wale 30 wanaanza kuhangaika. Sasa mtu anapokuwa ana ualimu lakini ana ufundi, wakati anasubiri siku moja awe mwalimu afundishe, kumbe ana ufundi mwingine aliyoupata kwingine ukamsaidia kuendelea na maisha au hata kujiajiri. Kwa hiyo kuna hivyo vitu vya namna hiyo kwamba umesomea hiki kitu, unaweza ukapata bahati ukapata ajira ya hicho kitu, lakini unapokuwa na ufundi mwingine, maana yake huo ufundi utakusaidia wakati unasubiria taaluma yako pengine unayoipenda sana uweze kuendeleza maisha yako. Sasa kama nilivyosema kwamba kuna mambo huwezi kuyapata VETA. Siwezi mimi leo nikataka kuwa daktari wa watoto au wa magonjwa ya akina mama nikasema ngoja nikasome VETA. Lakini daktari wa magonjwa ya akina mama anaweza akajifunza ufundi umeme, ili hata anapokuwa katika hospitali fulani umeme ukikatika kwa labda matatizo ya kiufundi, huyu daktari anaweza akatatua hilo tatizo. Au wakati anaendelea na tiba za hospitali, lakini pia labda jioni anapata fursa ya kufanya kazi zinazomuingizia kipato cha ziada. Kwa hiyo swala la ajira nalo kwa sasa hivi ndio limelazimisha watu kwamba kuna taaluma ambazo hazina nafasi za wazi za kujiajiri wewe mwenyewe, lakini eneo la ufundi linaonekana lina nafuu katika kujiajiri wewe mwenyewe, kwa sababu kuna ufundi utakao kuwa nao ambao watu wanauhitaji wakati wowote. Ni rahisi sana kukuta kwamba mtu ufundi wake wa umeme unahitajika hata nyakati za usiku akapigiwa simu, jamani kuna tatizo hapa njoo tutatulie, kuliko mwalimu kuitwa usiku kwamba tuna tatizo la dharura, hebu mwalimu njoo utusaidie tutatue tatizo hili. Kwa hiyo haya mambo tunayasema kwa sababu ya mazingira tulionayo sasa hivi, kwamba changamoto za ajira zimelazimisha watu wafikirie ni namna gani watakavyojiajiri wao wenyewe. Na kwa hiyo katika kujiajiri wao wenyewe, ufundi unaonekana una nafasi zaidi. Lakini ukweli ni kwamba kama taifa hakuna aina ya elimu ambayo tumefika mahali kusema kwamba sasa hii hatuhitaji. Hatutafika hata siku moja mahali ambapo tutasema hatutaki elimu ya chuo kikuu. Hatutafika mahali popote tutakaposema hatutaki PhD, hatutaki kitu gani. Hizi taaluma zote zitaendelea kuhitajika, isipokuwa sasa ambacho kinatutesa. Wakati wa mwalimu tulikuwa na kitu tunaita money power planning,
Yaani unapanga kabisa kwamba idadi fulani ya watu wanahitajika katika taaluma fulani. Sasa kwa sababu mazingira yalibadilika, huwezi kulazimisha tena watu kwamba ninyi ndio idadi hii mwende huku. Mambo yakabadilika, soko likabadilika la ajira, kwa hiyo inabidi tuende na mabadiliko yaliyo. Sasa Profesa, basi wacha tuendelee kuona kwenye hivyo vya ufundi, na mwenzetu David Wakarungi yupo pale VETA Chang'ombe kwenye karakana nyingine, tuone kile ambacho ametuandalia. Karibu sana David. Tayari tupo katika eneo lingine katika viunga hivi vya VETA Chang'ombe, na mwenyeji wetu mwingine hapa ni mwalimu. Habari ya wakati huu? Salama, habari za huko? Asante sana. Tunaongea na mwalimu nani? Tunaongea na mwalimu Bernard Nyirenda. Mwalimu wa fani ya VETA printing. Hii fani tuko printing. Hapa tupo printing. Chapishaji. Chapishaji. Hii fani ni kwa ujumla wake ni fani ambayo ina sehemu tatu au section tatu. Imejigawa. Na sehemu ya kwanza ni prepress ambayo tunaiona, ambao wanafunzi wapo hapa wanajifunza kazi mbalimbali za ubunifu. Wanabuni vitu mbalimbali kama vile brochure, kalenda au business card kwa kutumia kompyuta moja kwa moja. Zaini wakishamaliza kubuni, afu ile image au text wataituma kwenye mashine nyingine ambayo inaitwa CTP. Hiyo mashine sasa ile image inakwenda kufanywa process kule ili ihamie kwenye soft copy iende kwenye mashine hii. Tunaweza tukaiona. Na wakati tunaenda utuelekeze, kwa sababu mkuu wa chuo alituambia miongoni mwa fani ambazo pia zinavutia udahili kuwa mkubwa ni pamoja na fani yenu hii. Kwa nini labda? Kwa sababu ni fani ambayo ni sasa hivi tunaweza kusema ni teknolojia ya kisasa, imekuwa sana. Ni teknolojia ya kisasa, alafu ni tunaweza kusema ni adimu. Sio kama fani zingine zimekuwa nyingi. Hii kidogo imekuwa adimu. Alafu ni fani ambayo sasa hivi inakuwa sana kwenye soko la nchi yetu. Ukiangalia maviwanda makubwa yapo kwenye nchi za nje mpaka ndani ya Dar es Salaam mpaka mikoani, serikalini na kwa watu binafsi. Ndio maana kidogo saizi ipo kwenye hoti, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo kuja kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuchukua teknolojia hii kwa ufupi, kwa maana labda short course, ni nzuri sana kwao. Okay. Asante sana. Na utuambie ni kwa kiasi gani wanaotoka hapa wanakuwa na misuli ya kushindana na wanaotoka pengine katika vyuo vingine ukilinganisha na wanaotoka VETA hapa? Wanaotoka VETA wanakuwa na misuli ya kushindana, wanakuwa na uwezo mkubwa kwa sababu VETA asilimia zaidi ya 70 au 80 tumedili sana kwenye practical, kwa maana ya mafunzo kwa vitendo zaidi. Na ukiangalia fani yetu ya uchapishaji, serikali imewekeza sana kwenye mitambo ya kisasa. Kwa wanafunzi wakija hapa wanakuwa na morali, kwanza mitambo ya kisasa, mitambo mikubwa, wanakuwa na morali, na wakitoka kwenye kuwa na morali, sio tu na morali, hata walimu wake, kwa maana sisi walimu tuna ujuzi wa kutosha, tumepitia mafunzo miaka ya nyuma mingi. Kwa hiyo unakuta tuna ujuzi wa kutosha, kwa hata wanafunzi wetu wanakuwa na ile morali. Ukiangalia wanafunzi walimu wenyewe mitambo na fani yenyewe imekuwa adimu, imekuwa ni hoti, wakienda kwa wanakuwa na ujuzi mkubwa wakienda huko sokoni. Asante sana Mwalimu Nyirenda. Asante sana. Ndio, na kwa sababu bado tupo na mwenyeji wetu mkuu hapa, kaimu mkuu wa chuo Saleh Omar. Mwalimu Nyirenda wakati anatuelekeza amegusia swala la teknolojia. Ni kwa kiasi gani VETA mnaendana na teknolojia na mahitaji ya dunia kwa sasa katika eneo la ufundi? Kwa sababu kuna watu wanasema VETA bana kitambo hiyo mambo vipi hapo? Kwanza kwa mamlaka ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA pamoja na kazi nyingine zote wanajishughulisha na kufanya utafiti. Katika utafiti wanaofanya ni utafiti wa soko la ajira. Kwa hiyo kwenye soko la ajira kule wanapoenda kutafuta mahitaji yaliyoko kwenye soko la ajira wanakutana na maelezo au na teknolojia zinazohitajika. Kwa hiyo wanapoleta taarifa kwenye mamlaka inafanyia kazi kutengeneza au kununua hizo teknolojia. Mfano kama hapo unavyoona tulipofika hapa printing, tunafanya kazi za uchapaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya sasa hivi, latest technology, tofauti na teknolojia zilizokuwa zikitumika zamani. Kwa mfano wanasema zamani ili uweze kupiga picha lazima ukae kwenye chumba cha giza, dark room. Lakini sasa hivi hatufanyi hivyo. Kama unavyoona hichi chumba kina mwanga wa kutosha, mashine iko wazi kabisa, lakini ni teknolojia hii mpya ambayo ndio inaweza kusababisha kufanya hizi kazi. Kwa hiyo katika sekta mbalimbali tumejikita katika teknolojia. Okay, asante sana. Na hayo tunaweza tukasema yanatupa fursa ya kwenda kuangalia karakana nyingine. Nirejeshe matangazo haya studio kwa ajili ya kupata fursa ya kwenda sehemu nyingine.
Asante sana David Wakarungi, na tunaendelea kupata darasa na uzoefu wa moja kwa moja. Sasa nafikiri baada ya hapa mjadala utakuwa kama unafika kwenye level. Tumemsikiliza mwanzo profesa, tumesikiliza uzoefu wa kile ambacho kinaendelea VETA. Ni kama yule ambaye anafika elimu ya juu bado anahitaji VETA pengine kuliko VETA itakavyomhitaji yeye. Na ndicho ambacho tunakizungumzia kwamba hitaji la soko kama nilivyosema la ajira imebadilika, na tatizo la ukubwa, tatizo la ajira hasa katika rasmi, hizi ajira rasmi katika sekta rasmi kwa serikali na sekta binafsi, ajira hizo zimekuwa ni chache, na ufundi umeonekana kama sehemu ya kimbilio la walio wengi, ambao mtu anaweza asiajirie moja kwa moja kwenye ajira rasmi akajiajiri mwenyewe. Ingawa hata hiyo elimu ya chuo pia tumeona baadhi ya watu wakijiajiri, hao walimu ambao wanazungumzwa hapa wanafungua matusheni, kuna watu hapo kwenye wanafungua asasi za kiraia ya wahitimu ambao wamewataja profesa ambao watakosa ajira kwa mwaka 30. Sasa hata hizo tuisheni pia zitakuwa ngapi? Na hishi pia na mtego pia tuangalie hata katika eneo hili la ufundi. Zipo kozi hata huko VETA tunaambiwa unakuta kwamba mtaani zimejaza watu walio wengi. Mambo bwana umeme bwana, kuna watu wengi sana sasa hivi. Kwa hiyo pia tunaweza sasa hivi ni kimbilio, lakini baadaye tunaweza tukajikuta tupo katika hatari pia kuona kwamba sasa tumetengeneza sasa wafundi wa umeme ni wengi, tumetengeneza mafundi mechanics ni wengi katika jamii, na hata hiyo dhana sasa wangapi watatengeneza gereji, wangapi watakuwa mafundi wa umeme katika jamii, nayo inaweza ikawa katika ombo hilo kubwa. Ingawa kama nilivyosema, kwa hitaji la soko sasa hivi na tatizo la ajira lilipokuwa ni kubwa, watu kutafuta namna ya kujiajiri wenyewe imekuwa kama inapunguza au tatizo lile la haueni, inawapa kidogo watu haueni na tatizo la ajira, kwamba mtu akiwa na umeme anaweza akaenda kurekebisha kwa mtu fulani akapewa 200-300, mtu akaweza kujifunza ujuzi wa mechanics akapata 200-300, ambapo anaweza kwa hamasa ambayo inaendelea anaweza kaenda kwenye nyumba ambayo ina mwanasheria ambaye pia ni fundi umeme. Kwa hiyo hata hiyo kazi pia naye asipate, anaweza asipate. Lakini kikubwa hapo ni kwamba pia tunahitaji, kama nilivyosema mwanzo, pia tunahitaji kuangalia muundo wetu wa mfumo wa uchumi. Na hapa ni muhimu kujigiza pia katika kupanua viwanda vyetu. Lazima tuzalishe hizo ajira pia, kwa sababu hawa watu ambao ninazungumza ambao wanatoka pia katika ujuzi, hawa si wote kwamba watajiajiri. Watajiri wangapi? Lakini pia ni muhimu pia kutanua mifumo yetu ya kufanya watu wanapata ajira, mifumo yetu ya kutengeneza ajira. Hii tusilisahau na tusijikite tu zaidi hasa kama watu wajiajiri, wawe na ujuzi na ambao ni muhimu hasa katika muktadha sasa hivi kutokana na tatizo letu la ajira. Lakini pia lazima mifumo yetu ya uchumi itizame namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba tunapanua hizi ajira, hasa tunazungumzia katika kilimo huko ambapo bado Tanzania kilimo ni mti wa mgongo na watu wengi wamejiajiriwa katika kilimo. Lakini ukitizama hasa kilimo hichi kinapopewa kipaumbele bado kipo katika hali ya chini sana. Kwa hiyo ni muhimu pia kuangalia kwamba namna gani mifumo yetu ya uchumi, mamlaka zetu zinajikita pia katika kutengeneza ajira, ambapo hawa watu ambao wanahitimu katika vyuo mbalimbali, na yeye amezungumza huyu bwana ambaye amesema ameishia darasa la 3 Faraja ametoa hilo angalizo kwamba tusijikute baadaye tukajiingiza katika huo mtego kwamba tukazalisha watu wengi walikuwa zaidi. Unaona, anazungumzia masuala ya mitaji. Sasa inakuja hoja ya kuwezesha watu, hoja ya mikopo inakuja hapo, hasa katika namna hiyo ya hawa watu kujiajiri. Kwa hiyo ni muhimu hasa kutizama kwamba sawa, ni muhimu watu kupata ujuzi huu ambao tunazungumza, kuwa na unyumbulifu kama sera elimu inavyosema, watu kuwa na unyumbulifu, kusoma kozi nyingi zaidi ni muhimu zaidi. Lakini pia lazima tusiache hilo jukumu la mifumo yetu ya uchumi katika kuzalisha ajira, kuzalisha ajira zilikuwa nyingi zaidi ili watu waweze kujiajiri. Na ili zana kujiajiri si zana mpya katika nchi ya Tanzania. Ukitizama takwimu lakini kwenye mazingira gani? Katika mazingira yetu haya. Mazingira yanahalalisha dhana ya kujiajiri kwamba inaweza ikawezekana. Yaani nikitaka kujiajiri naweza kufikia hali hiyo ya kujiajiri.
na hipo ndicho tunajaribu pia kuzungumza. Ukiangalia takwimu zinaonyesha kama takwimu ya mwaka ulioisha, tunaona kwamba watu ambao wamejiajiri wenyewe hao hapo ambao katika sekta isiyo rasmi ni zaidi ya 94% katika nchi ya Tanzania tunazungumza sasa hivi. Kwa watu wanaongezeka zaidi. Watu wanaongezeka zaidi ambao katika mavyuo wanatoka huko katika vyuo vya ufundi wenyewe, watu wanaongezeka zaidi katika ajira ambazo sizo rasmi. Lakini hayo mazingira ambayo unazungumza pia kiasi gani katika muktadha wa sasa hivi tunaweka mazingira ya kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu wanakuwa na mazingira ya wezeshi ya kuweza kujiajiri, ambao ndio Faraja pia anatoa angalizo hilo kwamba kuna haja ya kuwezesha sasa watu, si tu kuwaacha kwamba wametoka VETA na wamepata huo ujuzi, lakini namna gani tunaikia miundombinu ya hiyo. Amezungumzia miundombinu ya mikopo, miundombinu ya kanuni na taratibu za sheria zilizopo, je, zinawakumbatia watu. Tumekuwa na mjadala mkubwa hapo kuhusu machinga ambao pia ni sehemu ambayo ni kimbilio la watu wengi sana katika jamii yetu, lakini ukiangalia mazingira yao bado yamekuwa na mvutano, namna kupata sehemu za kufanya biashara zao, uhuru wa kufanya biashara. Kwa hiyo haya yote yanapaswa kutizamwa hasa katika namna gani tunaweza tukakabiliana na tatizo kubwa la ajira, kwa sababu issue hapa ni kubwa, ni tatizo la ukosefu wa ajira ambao unasumbua nchi yetu. Na hii njia hizo zote ni muhimu, njia za ufundi, njia za watu kwenda mpaka chuo ni njia muhimu, lakini muhimu pia zaidi, na kama nilivyosema awali, kuna haja ya mamlaka zetu, kuna haja mifumo yetu ya uchumi kuwa na muundo mzuri hasa wa kutengeneza ajira. Viwanda vitanuke, kwa sababu kama nilivyosema ombo lilopo, vyuo hivi vya ufundi. Sasa unaenda kwenye hoja nyingine ya uwekezaji. Vyuo vilivyopo vya ufundi wenyewe na vyuo vya kitaaluma vilivyopo vinatengeneza wahitimu wengi kuliko uwezo wetu wa kuzalisha ajira. Na ukiangalia takwimu kama unasema kitabu cha uchumi mwaka 2022 inaonyesha kwamba wahitimu zaidi ya milioni 1 kama nilivyosema wanakuwa katika soko la ajira, lakini uwezo wetu kwa ajira unakuta ni watu 80,000. Kwa hiyo unaona kwamba kuna ombwe kubwa ambalo si kwamba watu wataenda tu kujiajiri wenyewe, lakini hatuwezi tukuondoa hiyo umuhimu wa mamlaka zetu kutanua sekta zetu zilizopo za kilimo, sekta zetu za madini, sekta zetu za viwanda, ili kuhakikisha kwamba kundi hili kubwa ambao ina ujuzi linaenda kusaidia. Tunazungumzia mfano China hapa. China tu si kwamba watu wajiajiri wenyewe tu mtaani, lakini ukitizama mazingira iwezeshi ya nchi yenyewe katika uwezo wa kutengeneza viwanda na kuzalisha viwanda vingi ambao vinawachukua watu na kuenda kutanua zaidi na viwanda kuwa kubwa zaidi na watu hawa kuingia katika viwanda na kuzalisha. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kuitizama kwamba kama nilivyosema, tatizo la watu kujiajiri si jambo jipya, limekuwa likiwepo katika nchi ya Tanzania na watu wapo wengi katika eneo hilo la kujiajiri, na takwimu ndio zinaonyesha hivyo, lakini bado ombwe la ukosefu la ajira limekuwa likitafuna. Turejee kwake David Wakarungi wakati tunaelekea kumalizia. David, karibu sana, uendelee. Asante sana Hilda Foya, na tukiwa tupo katika viunga hivi vya VETA Chang'ombe jijini Dar es Salaam, tupo katika karakana nyingine hapa na huyu mwenyeji wetu, unaitwa nani? Naitwa Paul Samuel Malko, ni mkufunzi idara ya Textile and Fashion Design hapa chuo chetu cha Chang'ombe VETA Dar es Salaam. Hapo ni idara inahusika na kutoaji wa kozi ya diploma ya Textile and Fashion Design, yani ya teknolojia ya nguo na ubunifu wa mitindo mbalimbali, ambapo katika idara yetu hii ambapo tunatoa elimu kwa ngazi ya diploma, tuna section mbalimbali. Hapo tulipo ni karakana ambapo tunafanya surface design. Pia ni karakana ambayo inahusika na teknolojia ya nguo kwa ujumla, kwa maana ya kwamba utengenezaji wa vitambaa unafanyika katika idara katika shop hii, ambapo tuna mashine mbalimbali kama mashine ya knitting na pia tuna mashine ya weaving ambayo yenyewe pia ile ni handloom ambayo yenyewe haitumii umeme. Hiyo tengeneza vitambaa kinaitumia umeme. Vitambaa vimetengenezwa pale kama vile vikoi. Mwalimu, ndio, asante kwa maelezo yako, lakini tumeelekezwa kwamba hii ni miongoni mwa idara ambazo fani ambazo zinachangamkiwa kwa ukubwa sana. Ndio, idara ya mavazi ni fani ambayo inachangamkiwa kwa ukubwa sana, kwa sababu kwa kawaida katika mahitaji makubwa ya matatu ya binadamu, kuvaa ni hitaji mojawapo. Kwa hiyo lazima watu wachangamkie ili watu waweze kuvaa, waweze kupendeza. Ndio.
Na kwenye hiyo swala la diploma, kwa hiyo wale ambao wameishia 7 kidato cha 4, sasa hii si fursa yao tena? Ni fursa kwa wale ambao wamaliza kidato cha 4. Kwa sababu tunapokea wanafunzi ambao wamaliza kidato cha 4, pia wale ambao wamaliza kidato cha 6, ambapo tuna vigezo. Kwa mfano wanafunzi kama wametokea form 4 kidato cha 4, anakuwa na principal pass 4 isipokuwa masomo ya dini. Lakini pia kama hakuwa principal pass 4, lakini kama amesoma NVA level 1, 2 na 3 ya ushonaji, akiwa na principal pass 2, tunampokea kuanza NTA level 4 certificate. Lakini kama anatokea form 6, yeye tunampokea ataanzia NTA level 5, maana diploma mwaka wa kwanza. Asante sana mwalimu, na tumalize na kaimu mkuu wa chuo ndugu Saleh Omari, ambaye amekuwa mwenyeji wetu kwa muda wote ambao tumekuwa hapa, na kuna swali ambalo liliburiwa katika mjadala unaoendelea studio, swala la wanaojiunga na VETA kwa ngazi ya shahada ama wenye diploma ama astashahada, hawa wanaingiaje pamoja na wa darasa la 7 na kidato cha 4? Asante sana. Kwenye uingiaji wa mafunzo, kwanza VETA kama ilivyo taasisi tunafundisha mafunzo ya ufundi stadi, lakini sambamba na hiyo pia tunatoa mafunzo ya ngazi za diploma ambazo zinasimamiwa na NACTVET. Sasa kwenye sifa za kuingia kwenye mafunzo ya ufundi stadi, tunaanzia kuanzia darasa la 7 mpaka form 6 na mpaka chuo kikuu. Kama anajifunza fani kwa maana ya zile fundi za ufundi stadi, ataingia kwa sifa zile zile, kama ni darasa la 7, kama ni form 4, kama ni form 6. Lakini ukija kwenye kozi hizi zinazosimamiwa na NACTVET, zile zina utaratibu wake, kama ambavyo umetoka kueleza mwalimu, kwamba atakapoingia hapa kama alikuwa na diploma, basi ataanzia kwenye NTA level 6, level 5. Lakini kama alikuwa ni form 6, ataingia kwa maana kama form level, kwa maana NTA level 5. Yes. Kwa hiyo kwenye hizi kada, kama hata akiwa na degree, kama unataka ufundi stadi, mfano ufundi wa kutengeneza magari, tutakuchukulia kama mwanafunzi mwingine yoyote. Kwa ataingia kwa sifa ile ambayo anatakiwa kuingia nayo. Na tunavyomaliza, swali la mwisho ile kwako, kwenye swala la ujumuishi, nimeona hapa kuna watu ambao wana mahitaji maalum. Hilo likoje wanapokuwa wanaomba pale, na mambo yanaendaje katika swala zima la utoaji elimu kwao? Kwanza, mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA ina sera, ina mwongozo wa kutoa mafunzo kwa maana ya elimu jumuishi. Na katika utoaji wa elimu jumuishi, maana yake hao wote wana nafasi sawa. Na kizuri zaidi, mwanafunzi anapoomba kujiunga na chuo cha ufundi stadi, akieleza ile mahitaji maalum alionayo, hiyo ulemavu, yule anapata nafasi ya moja kwa moja ya kujiunga na chuo. Mtu anaweza kahofia labda akisema labda hana uwezo wa kuona au ni mlemavu, kinaweza kikawa ni kigezo namba moja cha kumuondoa. Hapana. Sisi mtu akiwa mlemavu tunaweza kumfundisha. Anaweza kufundisha, na mfano mzuri tunao wengi, na tuna kitengo maalum kinachohusika na kufundisha watu wenye mahitaji maalum. Asante sana. Huyo ni kaimu mkuu wa chuo cha VETA Chang'ombe jijini Dar es Salaam, kama ambavyo tumezungumza naye. Mimi ni David Wakarungi, nirejeshe matangazo haya studio. Asante sana David, asante kwa kutujuza. Naona muda umekuwa hauko rafiki, lakini tukiwa tunaelekea kukamilisha hivyo, Profesa, chukua mapendekezo pia kutoka kwako, unaona ni namna gani bora ambayo inaweza kusaidia hasa katika ujuzi ambao unapatikana katika elimu hizi, vyuo vikuu pamoja na vyuo vya ufundi? Profesa, kama unatupata? Ndio. Labda kwa kuwa tunaelekea mwisho, niseme kwamba kwa kweli VETA wanafanya kazi nzuri sana, sio tu ya kuwasaidia watu kupata ajira. Aina za mafunzo wanayotoa ni muhimu kwa nchi, kwa sababu kama taifa, kama tunataka kuimarika kiuchumi, hatutaweza kusonga mbele bila kuwa na mafundi wa hizo kada mbalimbali ambazo wanafundisha. Lakini hata hivyo, hatuwezi kusema VETA ndio sasa imekuwa ndio mwarobaini wa kila kitu. Kuna vyuo vingine vya ufundi kama nilivyosema, na kama nilivyosema pia bado elimu ya aina nyingine, iwe ya chuo kikuu na kwingine, tunahitaji. Ambacho ni muhimu sana kufanya kwa sasa hivi
Nashukuru kwamba Azam TV imeweza kusaidia VETA. Sasa kama wasikilizaji wameweza kusikia chochote, watajua wanafanya kitu gani. Waongeze jitihada katika kuwafikia watu na kuwajulisha ni kitu gani ambacho wanafanya. Hali kadhalika na vyuo vingine vifanye hivyo, ili watu wasiendelee kuhangaika kukosa namna gani wanapokuwa wanawaelekeza watoto wao wanaohitimu elimu ya msingi waende wapi, hawajui waende wapi. Kuna vyuo vingi, kuna taaluma nyingi, kuna ufundi mwingi ambao bado watu hawaujui. Kwa hiyo kufanya watu wakajua itasaidia sana taifa na itasaidia katika kutimiza malengo ya taifa ya kujenga uchumi imara. Hatuwezi kuwa na ajira za kutosha, hatuwezi kuwa na nafasi za kazi za kutosha katika taifa kama hatuna mafundi wanaotusaidia kujenga uchumi ukawa imara. Sasa ujenzi wa uchumi imara, yes, utatokana na jitihada za hivi vyuo, lakini pia kama taifa tunahitaji kuwa na mipango thabiti, sera thabiti ambazo zinatuelekeza vizuri katika vipaumbele vyetu na zinalisaidia taifa. Kwa kweli katika majira tulionayo, elimu ya ufundi ina umuhimu wa kipekee kwa sababu inasaidia sana katika uzalishaji wa moja kwa moja kama tunavyoona mataifa mengine yakiwa na uzalishaji mkubwa, na inasaidia sana katika hilo swala la ajira. Lakini hatutasahau kwamba bado hata elimu ya aina nyingine ina umuhimu wa kipekee katika kujenga taifa letu na katika kuwasaidia watu wetu. Pengine ni wakati wa kubadilisha mitazamo, ile mitazamo ambayo imekuwa ikiuangalia ufundi kama kitu cha daraja la pili. Huo mtazamo hatuna budi kuondoka nao, kwamba ufundi sio kitu cha daraja la pili, na chenyewe ni elimu ya daraja la kwanza au ni taaluma ya daraja la kwanza ambayo watu wanapaswa kuwa nayo. Na tunapozungumzia ajira, tusiangalie tu soko la ndani. Kwa hiyo vyuo vyetu hivi, iwe ni vya VETA na kwingine, vinapozalisha watu, isiwe kana kwamba tunaangalia wale watakaoajiriwa Tanzania tu au watakaojiajiri ndani ya Tanzania tu. Watu wanaweza kwenda nchi za jirani, hata mataifa mengine ya nje. Tunapowatengeneza, tutengeneze wawe kweli ni mafundi mahiri, ni wanataaluma mahiri, watu wana ujuzi wa kutosha wa kuweza kufanya kazi katika mazingira tofauti tofauti, na pengine wakawa na ujuzi tofauti tofauti. Sio tu mtu ana ujuzi wa aina moja alafu hawezi kufanya kitu kingine chochote. Ni hayo tu ambayo naweza kuwa nayo kwa sasa hivi. Naam, shukrani sana Profesa George Kahangwa, na sisi tunakushukuru kwa mchango wako na tunakutakia majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Asante kwako pia Faraja Beatus Michael ambao umeungana nasi kutoka VETA Dodoma, na tunakutakia mwendelezo mwema pia wa masomo ambayo umekuwa ukiendelea kujipatia ujuzi. Asante sana Faraja. Naam, tukushukuru pia kwako mhadhiri kwa kuwa nasi katika mjadala huu, na tunakutakia majukumu mema. Awali tuliungana mwenzetu David Wakarungi ambaye alituonyesha katika maeneo mbalimbali VETA Chang'ombe hapa Dar es Salaam, pamoja na ujuzi huu ambao umekuwa ukichukuliwa. Na tukamilishe hivyo. Asante pia kwa kuungana nasi na kufuatilia. Bado tuko nawe katika Morning Trumpet.